Kila mmoja kwa nafasi yake akipewa fursa, akaekewa mazingira rafiki, anaweza akafikia kiwango cha juu cha uwezo wake na akachangia katika maendeleo ya taifa hili. Kwa hivyo ni wito wangu kwa wadau wa maendeleo, washirika mbalimbali, kwamba tuendelee kushirikiana, kukumbuka, kuhimiza ujumuishwaji, uchumi wenye kujumuisha kila mtu bila kumwacha yoyote nyuma, kwa sababu kila mmoja kwa nafasi yake ana haki na wajibu wa kuchangia maendeleo ya taifa hili. Ikiwa ni mwanamke, ikiwa ni kijana, ikiwa ni mtu mwenye ulemavu, muhimu ni kwamba ana wazo, ameweka jitihada na amewekewa fursa, na kwamba wazo bora leo hii sio tu kwamba inatoa fedha kwa ajili ya kuwezesha mawazo ya vijana, lakini inawaunganisha vijana na fursa na wadau na watu, lakini pia inaweka katika practice zile sheria. Tunatambua tuna sheria, tuna miongozo ya kikanda, ya kitaifa, ya kimataifa inayosisitiza masuala ya watu wenye ulemavu, na nikagusia pia itifaki ya Afrika ya watu wenye ulemavu ambayo mpaka sasa Tanzania hatujaridhia, na kuomba kwa pamoja kwamba tushikamane na kuitaka serikali iende ikaridhie hii itifaki, kwa sababu yenyewe inazungumzia kiundani changamoto za mtu mwenye ulemavu ambaye anaishi Afrika, na kwamba tutakaporidhia hii itifaki basi tutakuwa tumeweka sawa kabisa zile sheria zetu, hususan kwenye kipengele hichi cha uchumi jumuishi. Dhamira na kiu yetu kubwa ni kuendeleza biashara na ustawi kupitia utofauti wetu wa kipekee. Sisi tunaamini kama benki, kila mjasiriamali ana wazo lake la kipekee. Kwa hiyo sisi tuliona programu hii itakuwa ni muhimu sana, kwa sababu itawapa nafasi au uwanja kwa kila mmoja kuongea na pia kulileta wazo lake lenye ubunifu ndani, na nadhani mmefanya hivyo, na sisi tunawashukuru na kuwapongeza sana. Pia programu hii itaweza kusaidia wajasiriamali, na ni sehemu muhimu ya dhamira hiyo ya kwa nini banki tunashiriki kwenye programu kama hii, kwa kuwa tunaamini kwamba biashara ndogo ndogo na ambazo ni endelevu ndio muhimili wa uchumi wa nchi yetu. Naitwa Rajab Mpilipili, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la vijana wenye ulemavu Youth with Disabilities Organization, YODO. Wazo bora sio tu jukwaa au sio tu wazo kama wazo, bali sasa linakuwa ni jukwaa la kuweza kuonesha ubunifu, lakini pia kuonesha namna ambavyo watu wenye ulemavu, hususan vijana ambao tuko nao leo wenye ulemavu, wanavyoweza kuwa sehemu ya mabadiliko, sehemu ya vumbuzi na sehemu ya ubunifu ambao ni chachu ya maendeleo na uchumi tulionao katika nchi ya Tanzania. Tunafahamu kuwa dira ya taifa ya mwaka 2050 inahimiza katika uchumi jumuishi. Kwa hiyo hiki tunachokifanya pia leo ni sehemu ya kuendelea kupigia chapuo uchumi jumuishi. Na nikwambieni tu ndugu zanguni, wadau mbalimbali, mashirika sio kwa serikali pamoja na serikali kwa ujumla, ujumuishi jamani ni smart economy. Ujumuishi ni nini? Smart economy. Ni uchumi makini, kwa sababu haumwachi mtu yeyote nyuma na unaendelea kutoa kipaumbele kwa watu wote bila kujalisha rangi, ulemavu au hali ya uchumi, kuweza kujipenyeza na kuchukua mkate wao au nafasi yao katika kujiletea maendeleo, lakini pia na kuleta maendeleo kwa taifa lao.